Fadlu Rahman. Watu walikuwa wanashindana kwa mbinu nje. Mbinu. Alafu ndani ya uwanja kuna watu walikuwa wanashindana vile vile kwa mbinu kwenye kugongana. Tunamwona Kamara na Yusuf Kagoma. Palikuwa hatari. Nafikiri mechi ndio ilikuwa hapo. Palikuwa hatari pale Shimoni Chagamba. Finali ya pili kuna burudani kubwa kuliko ya jana. Ya Chagamba. Fadlu mimi nimemuelewa sana. Ila dakika ya kwanza mpaka dakika 20 wachezaji wa Simba walimdondosha Fadlu. Hilo cha kwanza mpaka 20. Haifichiki na kwa sababu ya pressure mchezo. Na sijajua labda uzoefu wa ule mfumo ambao Fadlu alikuwa ameanza nao, wameenda kukutana nao Berkane, wameenda kukutana nao kwenye finali. Chagamba Fadlu aliongea dakika ya kwanza mpaka dakika 20 Berkane watahitaji kuimaliza mechi. Kweli. Wanahitaji kuwa makini sana dakika ya kwanza mpaka dakika 20. Chagamba tumeona na anajua kabisa Berkane ni timu aina gani. Inacheza kwa spidi kutokea pembeni. Umeona wakina Kamara pale kati unaona Chagamba wanaweza kupiga mpira kwa umbali mrefu afu kafika. Umeona kwenye mazingira yaliokuwa sahihi. Maana yake wanapitisha kati, wanapitisha pembeni. Kama kina Fabrice Ngoma fulani. Wanakimbia na ukitaka kuamini wanakimbia. Angalia lile goli lililokataliwa la Berkane la offside la 3. Utaona kabisa Berkane ni timu ambayo inacheza kwa staili gani. Ushanelewa. Kwa hiyo Fadlu baada ya kujua kama hawa staili yao wanaondoka kwa spidi pembeni, wanaondoka kwa spidi kati. Na kati mipira inapita vile vile kwa spidi, wanapiga umbali mrefu, wanapiga kwa umbali mfupi. Ushanelewa. Sasa Fadlu akaingia, umeona, na mbinu sisi tumiliki mpira. Ndio. Tunapomiliki mpira tusiondoke spidi. Chagamba ni mbinu sahihi sana kwa timu ambayo inaocheza kwa spidi kupitia pembeni. Kwa sababu nyinyi mnapokuwa na mpira, mkiumiliki vizuri amuondoke kwa spidi, Chagamba kwenye kuzuia mnakuwa wengi, mkipoteza mpira mnakuwa mjaondoka wengi. Umeona, na hata wao mipango yao wanashindwa wapi waanzie kwa sababu nyinyi mmepoteza mpira, nyuma bado mpo nani? Yaani bado umbo lenu la ulinzi bado lipo. Ushanelewa. Sasa ule uchezaji ndio ilikuwa shida. Angalia Yusuf Kagoma alivyokuwa anatoka, halikuwa jiamini. Kwenye kutuliza mpira, hata kwenye kupiga pasi, halikuwa jiamini. Ukimwangalia Fabrice Ngoma, vile vile alikuwa jiamini. Kwenye kumiliki mpira mpaka kwenye kupiga pasi. Chagamba ile mifumo inahitaji watu wajanja sana kama ya mwanangu Mavambo. Ule mfumo tulioanza nao ndani ya dakika 20, Mavambo ndio ulikuwa mfumo sahihi sana kwenye kuanza. Chagamba ule mfumo unahitaji viungo ambao wanaweza kumiliki mali. Sio kutuliza na kupiga pasi kama Yusuf Kagoma na Fabrice Ngoma. Wale ni wazuri timu inapoondoka spidi. Lakini timu sasa inapohitaji kukaa na mpira, mchezaji ana vitu vingi na anaamini mguuni. Yaani anajua kuchezea mpira. Mtu kama Mavambo, ule mfumo ndio ulikuwa unamfaa. Umeona Chagamba? Na ukija kuangalia Chagamba kuanzia dakika kwanza mpaka dakika ya 8, ushanelewa Berkane jinsi walivyokuwa wanacheza, walikuwa hawajajua kama vile vile sisi tuna tatizo kwenye mipira ya juu. Na walikuwa hawajajua bado. Walikuwa bado hawajajua, wakajua kabisa Simba kwenye mipira ya juu, umeona? Wapo vizuri. Sasa kwa sababu tunashindwa kutoka pembeni, subiri tuwalazimishe. Kato wanatulazimisha bado tunafanya makosa. Kuna makosa walikuwa tunafanya kabla tujafungwa. Baada ya kupatikana ile kona kufungwa. Umeona Berkane wakaona humbe hata kwenye kona Simba wapo vizuri. Nani pale ndio mkosha udhaifu wa mpira. Kwa hiyo Berkane vile vile wakanataka vile vile mipira ya kutenga. Aidha faulo za karibu au kona. Kwamba jamani leteni huku siku. Na hata ukiangalia Chagamba ile kona jinsi ilivyopigwa. Fabrice Ngoma akuruka. Alienda lakini hakuruka. Chagamba jambo lolote ukitaka kulifanya, umeona? Basi wewe lifanye. Usisite. Fabrice Ngoma alienda alisita. Angeweza kuruka hata kama mpira hajaupata. Basi Kamara angekuwa kwenye mazingira magumu ya kupiga ule mpira. Lakini Kamara alivyomwona Fabrice Ngoma hajaruka, alikuwa free, mpira anauona kabisa unakuja hivi. Kwa hiyo alikuwa free, wala hajabuguziwa na kitu chochote. Kwa hiyo maana yake urefu wa Fabrice Ngoma ungeweza kidogo kumpa mazingira magumu Kamara. Lakini Fabrice Ngoma alivyosita, nyuma yake ipo Kamara ndio ipo free. Kamara akaweka. Alafu Chagamba kwenye kona, goli la kona mnalaumiwa wote kwa sababu goli la kona alina striker, alina beki kwenye upande wa kuzuia. Wala alina golikipa. Nyinyi wote mnatakiwa mzuie, muona kwa namba kubwa. Alafu kwenye kona, striker mkubwa kwenye kona ni mtu ambaye mwenye urefu.
Huyo ndo seka kwenye kona. Kwa hiyo hatari kubwa ya kwenye kona. Mtu mrefu yuko wapi? Mtu mrefu yuko wapi? Sisi kwa kitu hatujakichunga kwa kamera. Hatujakichunga kabisa kwa kamera. Tulichukua kawaida afu ukija kuangalia mpaka dakika 8. Tulikuwa tuna pressure mchezo. Ushanelewa? Kwa hiyo hata utulivu kwenye kona tulikuwa bado kwenye hamasa kama Chagamba sogea, mara moja sogea. Ushansoma ilikuwa ni bado ile. Tunaanza kwenda kuruhusu goli la mapema. Katika zile ndani ya dakika 20, si Chagamba tunaenda kuruhusu goli 2. Angalia goli la pili. Goli la pili uanzaji ni ule ambao wa kumiliki mpira kwa sababu Fadlu alikuwa bado hajabadilisha mfumo. Ingawa tumetangulia goli la kwanza, Fadlu akasema tuendelee kutumia mfumo huo. Lakini ukija kuangalia Fabrice Ngoma, umeona na Yusuf Kagoma na Abdrazak Hamza, unaona Chagamba kabisa kwenye ile mfumo ulikupo bado sana kwa wao. Ukimwangalia Abdrazak Hamza, ukimwangalia Yusuf Kagoma, unaona na ukimwangalia Karabusha Mo. Karabusha Mo ndo mtu ambaye alikuwa anaenjoy kwenye kucheza ule mfumo. Kwa sababu umiliki wa mali hata ukiangalia Chagamba ndo mpira ambao anahitaji yeye. Tumiliki mali tusogee. Umeona pasi hapa pasi hapa pale ndo mfumo Karabusha Mo anaenjoy. Karabusha Mo mfumo ambao kwa keo unakopo ni hatari, ni ile mifumo ya speed. Kwake inakuwa ni hatari sana. Na hata ukija kuangalia kwenye ukabaji wake hata ligi ya ndani tunaona lazima akupushi. Yaani ana maamuzi fulani ambayo wewe unaweza kusema huyu jamaa mdaoda anaweza kuleta penalty, lakini kwenye mifumo ile ndio beki ambaye anaenjoy kwenye ile mifumo. Juu yupo vizuri na kwenye kumiliki mpira kusogea yupo vizuri. Lakini Fabrice Ngoma, Yusuf Kagoma hawakuwa vizuri. Angalia lile goli la pili. Pini Kamara kaanza mpira vizuri. Yusuf Kagoma alikuwa yupo free kabisa. Kaanza mpira ndani baada ya kuangalia kushoto kulia. Umeona watu washabanwa. Yusuf Kagoma yupo free. Subiri nisogee kwa Yusuf Kagoma. Anipe msaada. Tena kuna umbali tu hapa mrefu, manake pasi ya kupigwa kwa watu wawili napiga kwa mtu mmoja. Shansoma Yusuf Kagoma vile kwenye ule mpira vile kwenye umiliki alifanya makosa. Mpira umekuja chini aliunyanyua. Kipindi anaunyanyua anataka sasa auweke kwenye miliki yake vizuri. Watu wakapita nao hapa. Kupita nao. Umeona na kwenye kupita nao Chagamba lazima mgusane. Na ukija kuangalia ule mguso sio kusema ile ni faulo. Ni mguso ambao wa kawaida sana. Umeona sio kusema ile mguso wa hatari sana, kusema labda yule mwamba kaenda kumchezea Yusuf Kagoma faulo ambayo sio mzuri. Ni mguso wa kawaida. Umeona Yusuf Kagoma alifanya lile kosa. Sasa angalia lile goli tunavyoenda kufungwa. Abdrazak Hamza ndo kaenda kutuonesha kabisa kama alikuwa yupo vizuri. Umeona? Kuamka vizuri na kuna baadhi ya viongozi wa Simba walituhakikishia baada ya mechi kuisha kama Abdrazak Hamza hata mazoezi ya mwisho hakufanya. Maana yake ni kwamba hakuwa sawa. Maana yake hakuwa sawa. Umeona anatoka hapa kumbe Abdrazak Hamza ni majeraha. Umeona kwa hiyo alifosiwa tu. Umeona kuonekana labda ile siku moja aliyopoa mapumziko labda kashafanya utulivu mzuri wa kimwili. Kumbe ana utulivu mzuri wa kimwili. Kaenda kutuonesha pale. Na hata kuja kuangalia ule msuli uligeuka. Umeona Chagamba unaweza kuona tukio lile la kawaida, lakini Chagamba mbona kama dogo kwenda kusimama kwenye uimara kama ile, kusema kama ule unaenda afu uende kwenye tukio, unatakiwa kweli uwe fiti. Kama una injury yoyote tukio Chagamba kwako lazima likuadhibu. Ni kweli tumeenda kuadhibiwa goli la pili. Umeona Osama kaenda kutuonesha ni striker aina gani. Striker mkubwa unatakiwa upige on target. Alafu mambo mengine yaache yaendelee. Wewe piga on target. Kwa sababu ni karibu. Angalia alivyopiga on target ule mpira ulivyoenda. Umeona ni karibu afu kaupiga mpira mbali. Ndio maana sisi tunaongea sana kuhusu mastrika wetu hawa. On target ni kitu cha muhimu sana. Mengine aje mbele. Mengine acha tuendelee. Piga kwanza on target kwanza. Mwangalia. Na tulimuongelea kusosama ni striker aina gani. Umeona ana goli 5. Ana goli 5. Michuano hii kafunga nusu finali, kaenda kufunga raundi ya kwanza ya finali. Ni striker unamuona aina gani. Chagamba ndani ya dakika 15 unaona kabisa wachezaji wa Simba wanahitaji kwenda kuongea na Fadlu. Yaani wanahitaji kumsikiliza kocha, tunabadilisha mpaka sisi mashabiki. Kwamba kocha hapa tunabadilisha au tunafanya? Sisi mashabiki ndani ya dakika 15 tunaomba kabisa. Oya Fadlu hebu ongea na wachezaji hata dakika 3 kwanza wapate utulivu. Lakini Chagamba ukija kuangalia ule mfumo ulikuwa sahihi kabisa kuwazuia Berkane katika njia ya kutoka umeona kwao kuja kwetu. Umeona wasikimbie, tumiliki mpira kwa sababu utavobutua utakufanya Chagamba wewe ufuate ule mpira uliobutua. Ukifuata mpira uliobutua unapunguza idadi. Ukipunguza idadi wao pasi 2 washafika golini kwao. Miraji
Tutoke sasa kwenye hizi goli mlivyoruhusu. Baada ya kuruhusu goli 2, mimi niliona ziko 5, ziko 4. Yaani nilikuwa naona kwanza kwamba yaani kwa speed inavyoenda hapa kuna 5 au kuna 4. Lakini mwisho wa siku mmemaliza na goli 2. Lakini vile vile hamkupata on target jana Miraji. Tuzungumze hivi vitu viwili. Chagamba ukisema naanza kumlaumu nani hapa? Chagamba ukisema sisi hatujapata on target, mimi wala sikukatalii. Muona kama tulipata mimi sikumbuki. Haikuepo. Saa haikuepo, mimi wala sikukatalii. Mchezo wa jana ulikuwa mgumu sana. Angalia wale watu ambao sisi tulikuwa tunawategemea. Muona Barekani walikuwa washawasoma. Nkibi Sawala anakabwa na watu 3 mpaka 4. Waenda 3. Alafu kumwangalia yule mwanamume jinsi alivyokuwa anapambana, anakuonesha ni mchezaji wa daraja gani. Maona watu wanakuja 3 4, analazimisha apate faulu wa karibu. Analazimisha wafanye makosa aidha turusha au tupate kona. Kona ya kwanza kasababisha yeye Mpanzu. Kwetu sisi unaona kabisa ni mchezaji wa aina gani. Na walikuwa wanajua madhara ya Mpanzu. Kama akiingia ndani ni mchezaji mwenye maamuzi. Ndio maana bloku zilikuwa nyingi, kila mpira akipiga wanamume 3 mpaka 8 washalala. Wanajua ni mchezaji wa aina gani. Kwa hiyo Chagamba kuto kupiga on target, walijua madhara ya Simba on target inatokea wapi. Inatokea kushoto, inatokea kulia. Inatokea kwa Kibu, inatokea kwa Mpanzu. Jean Chaze huwa ni mtu wa kuokota. Muona mipira ambayo iliokufa, muona ni mipira ambayo on target inasaga. Huyo mtu akukosi. Mwangalie jana Jean Chaze huwa ndo mchezaji ambaye sisi tunamhitaji vile. Angalia alivyokuja chini, anavyokuja kusaidia wenzake. Mwangalia alivyokuwa anafanya hamasa. Kaacha ile kunyeka. Anajua kabisa hii ni finali. Mchezaji anajituma. Chagamba katika dakika 45 za kwanza sisi tumefanya makosa 3. Muona kosa la kwanza kwenye kushambulia. Ndio. Kosa la pili kwenye makosa mawili kwenye kuzuia. Kwenye kuzuia tuliruhusu goli 2. Muona mpira wa kona na mpira wa kwanza. Kwenye kushambulia Chagamba cross ya nani ya Shomari Kapombe. Kila siku tunaongea masteka wetu. Chagamba seka mkatili ile unaokota kwa sababu Chagamba hupo free, mpira unauona. Unakuja huwa. Unaweza kuupiga kwa kichwa, unaweza kuupiga kwa mguu. Yaani vyote vinakubalika. Kikubwa ni mambo yako wewe tu ufanye nini. Unamaanisha kwamba striker hakuwa tayari. Hakuwa tayari, mpira umempita tu kama ulivyo. Yaani kama vile bajaji ambayo ishajaa. Lakini Miraji mimi nilikuwa naona yani bora kama jana angeanza Mkwala hivi. Chagamba wote wale. Mimi siku zote nishakwambia wote ni wale. Yaani Mkwala kidogo yani kuna wote ni wale. Chagamba wote ni wale.